The Storybook. Kinachoendelea Kongo ni kiama. Mungu aliibariki Kongo kwa kuipa kila aina ya utajiri, lakini mwanadamu kwa tamaa zake ameilaani Kongo na kuigeuza kuwa uwanja wa vita. Kila sekunde inayorudi kwa Mwenyezi Mungu, damu inamwagika na roho ya mtu inanyofolewa kikatili kwa vita isiyokwisha. Mungu ameifanya Kongo imekuwa na utajiri wa kila aina. Ardhi ya Kongo imejaa mafuta chini yake. Ardhi ya Kongo imejaa kila aina ya utajiri wa madini. Kongo ina utajiri wa dhahabu, utajiri wa almasi, utajiri wa shaba, utajiri wa madini ya fedha, madini ya uranium, almasi, dhahabu na mengineyo mengi yamejaa katika ardhi ya nchi ya Kongo. Isipokuwa wameingia katika vita ambayo haina mwisho, si ya kuisha leo wala kesho. Wao wanataka mimi nikubaliane nao, alafu wanipatie tena bunduki mie, alafu nikiwe sasa niwafanye nini? Niwateketeze. Kukosekana kwa jibu na suluhu ya vita hii kunatokana na propaganda ama njama za siri zinazofanywa na mataifa ya kibepari ili yaendelee kunufaika kwa rasilimali za Kongo, wakifanya wizi bila ya kujali mamilioni kwa mamilioni ya watu ambao wanapoteza uhai katika vita inayoendelea Kongo zaidi ya mwaka wa 30 sasa. The Storybook hii leo itachimba kwa kina juu ya kile kinachoendelea Kongo, chanzo cha vita na kwa nini haitokwisha, madhara yake ni yapi. The Storybook. Kongo. Kuzaliwa katika nchi ya Kongo ni laana. Hivyo ndivyo alivyosema mmoja wa wanajeshi wa Kongo alipohusishwa kwenye makala iliyoandaliwa na BBC. Madhila ya vita anayoyashuhudia kwa watu wa Kongo yamemfanya aone kuzaliwa Kongo ni laana tosha. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi iliyoko katika ukanda wa Afrika ya Kati. Zamani, kati ya mwaka 1971 hadi mwaka 1997, nchi ya Kongo ilijulikana kwa jina la Zaire. Kongo ndio nchi ya pili kwa ukubwa barani Afrika kieneo, na ya kwanza kwa ukubwa kieneo kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, na ya 11 kwa ukubwa duniani kote. Kongo ina jumla ya wakazi takriban milioni 75, na Kongo ndio nchi inayozungumza Kifaransa yenye wakazi wengi zaidi duniani, na ya 4 kwa kuwa na watu wengi zaidi barani Afrika, na ya 19 kwa kuwa na wananchi wengi zaidi duniani. Huu ukubwa wa nchi ya Kongo umeambatana na utajiri mkubwa mno uliobebwa kwenye ardhi ya nchi ya Kongo, utajiri ambao umeshindwa kuacha kumezewa mate na mataifa ya kitajiri ya kibepari. Inaaminika vita inayoendelea Kongo inasukwa na mataifa ya kibepari ili nchi ikose utulivu na wazungu wapate upenyo wa kuendelea kuiba rasilimali za Kongo. Kongo ni nchi tajiri mno. Kama ingelikuwa na utulivu na siasa safi, basi isingekuwa ajabu Kongo kuwa ndio nchi tajiri zaidi Afrika, na wananchi wake wangeliishi kama wako peponi. Labda nikujuze kwa kidogo tu juu ya utajiri wa taifa la Kongo. Kwanza, Kongo ina utajiri mkubwa mno wa madini. Kongo ina hazina ya 10% ya shaba ya dunia nzima, 30% ya cobalt ya dunia nzima, dhahabu, almasi, platinum, risasi, madini ya fedha, zinc, na inazalisha 80% ya madini ya coltan yanayotumika kutengeneza simu, sumaku, iPods na injini za jeti, yani injini za ndege aina ya jeti. Kongo kuna aina 1100 za madini. Utajiri wa madini peke yake unakaribia dola trilioni 24. Naomba hapo mnielewe vizuri. Sio milioni 24,
wala sio bilioni 24, bali trilioni 24, sawa na uchumi wa Marekani na Ulaya nzima kwa pamoja. Yaani utajiri wa nchi zote za Marekani na utajiri wa Ulaya nzima kwa pamoja ndio utajiri wa madini ambayo uko katika ardhi ya nchi ya Kongo. Pia Kongo ina utajiri wa uranium. Wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, Marekani waliipiga miji miwili ya Japani kwa mabomu ya atomic, Hiroshima na Nagasaki. Mabomu yale yalitengenezwa kwa madini ya uranium iliyoibwa kutoka Kongo. Lakini pia mbali na utajiri mkubwa mno wa madini, Kongo ina utajiri mkubwa sana wa mafuta. Mafuta ambayo bado hayajachimbwa. Lakini pia Kongo ina misitu mikubwa, wanyama na vivutio vingi vya utalii vilivyopo Ituri na milima ya Virunga, pamoja na mito na mabonde yenye unyevu na rutuba. Mto Kongo ni mto wa pili kwa ukubwa duniani. Una maporomoko ambayo yanaitwa Inga Waterfalls ama maporomoko ya Inga, yanayoweza kuzalisha umeme na ukasambazwa umeme huo katika nchi zote za Ulaya pamoja na Afrika nzima. 80% ya ardhi ya nchi ya Kongo inafaa kwa kilimo. Ni nchi yenye eneo kubwa sana, sawa na Ulaya nzima ya magharibi. Yaani ukubwa wa ardhi ya Kongo ambayo una ardhi yenye rutuba inayofaa kwa kilimo na uzalishaji ni sawa na kuzichanganya kwa pamoja nchi ya Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Uholanzi, Hispania, Ureno, Ubelgiji na Australia. Hizi nchi zote za Ulaya ukiziunganisha kwa pamoja ndio zinaweza kukaribia eneo la ardhi ya nchi ya Kongo ambayo inafaa kwa uzalishaji mkubwa utokanao na kilimo. Miaka ya 1890, wakati wa ugunduzi wa raba, yani mpira, zao la mpira ambalo lilitumika kutengeneza mifuko, matairi ya baisikeli, pikipiki na magari, Kongo ilikuwa ndio nchi mzalishaji mkuu wa zao hilo duniani kote. Lakini leo hii eti Kongo haipo kwenye orodha ya uzalishaji wa zao la mpira. Na ukweli ni kwamba si kwamba zao hilo halizalishwi Kongo, bali mataifa ya magharibi na mataifa yenye nguvu yanakwapua zao hilo na yenyewe ndio yanasambaza na kuuza duniani. Hiyo ni sehemu ya utajiri uliopo Kongo. Hapo nimeelezea kwa kiasi kidogo tu, lakini tukifafanua kwa ukubwa, Kongo ni nchi tajiri mno. Utajiri huo ndio unaowaponza sasa wananchi wa Kongo. The Storybook. Hii baraka ya utajiri aliyowapa Mungu imebadilishwa na binadamu waovu kuwa laana ya milele kwa vizazi vya Kongo. Vita vya wenyewe kwa wenyewe kule Kongo vilivyoanza mwaka 1996 vilihitimisha utawala wa Mobutu Sese Seko, utawala wa miaka 31 unaosemwa uliiharibu nchi hiyo kwa kuiingiza katika ufisadi. Vita hivyo vilihusisha mataifa 9 ya Kiafrika, makundi kadhaa ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa na makundi 20 ya wapiganaji wenye silaha ama tuwaite waasi. Ilikuwa ni vita mbaya sana iliyosababisha vifo vya watu milioni 5.4. Historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina sura mbili. Moja, sura ya vita ya wenyewe kwa wenyewe, na pili, sura ya ufisadi. Tangu uhuru wa nchi ya Kongo mwaka 1960, nchi hiyo papo hapo ikakumbwa na sakata la jeshi kufanya mgomo na jaribio la kutaka kujitenga kwa jimbo lenye utajiri wa madini, jimbo la Katanga. Mwaka mmoja baadaye, waziri mkuu wa wakati huo Patrice Lumumba alikamatwa na kuuawa na wanajeshi waliomtii mkuu wa majeshi Joseph Mobutu. Mwaka 1965 huyo mkuu wa majeshi Mobutu akachukua madaraka na baadaye kuibadili jina nchi ya Kongo na kuita Zaire. Yeye mwenyewe akajiita Mobutu Sese Seko. Mobutu akaidumbukiza Zaire katika ufisadi mkubwa. Lakini baada ya vita baridi
Urafiki wa Zaire na Marekani uliingia dosari. Hivyo mwaka 1997 wakati nchi jirani ya Rwanda ilipoivamia Zaire kuwasaka wanamgambo wa Kihutu, basi waasi wanaompinga Mobutu mara moja waliuteka mji wa Kinshasa na Laurent Kabila akaingia madarakani na kuwa rais na akairejesha Kongo kuipa jina la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mzozo kati ya Bwana Kabila na washirika wake wa zamani ulianzisha uasi mwingine uliokuwa ukiungwa mkono na Rwanda na Uganda. Lakini nchi ya Angola, Namibia na Zimbabwe zikachukua upande wa kumuunga mkono Kabila. Hivyo nchi ya Kongo sasa ikawa imeingia katika machafuko na kugeuka kwa uwanja wa vita. Laurent Kabila anaungwa mkono na nchi ya Angola, Namibia na Zimbabwe, lakini mahasimu wake wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda na Uganda. Hapo kukawa na majaribio kadhaa ya kuipindua serikali na ghasia za hapa na pale zikaendelea kurindima na kuanzisha mapigano mapya kila kukicha. Mapigano hayo yakadumu kwa muda mrefu sana. Mfano, yatakumbukwa zaidi machafuko ya mashariki mwa nchi ya Kongo ya mwaka 2008. The fighting seems to be getting nearer to Goma and it's creating panic among the local people who are scampering for safety. From where we are standing, we can hear the sound of heavy gunfire as the two sides continue their fight. As the battle intensifies, the exodus continues. The displaced carry with them only what they had time to gather. For many, it meant living without their families. I left my wife in the house. I told her to stay there while I looked for the children. Then the fighting began and I ran for my life. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya nchi ya Kongo vilianza mwaka 1996. Vilihitimisha utawala wa Joseph Mobutu Sese Seko Kukungwe-Bendu wa Zabanga. Kutokana na ukubwa wa taifa la Kongo, imepelekea hali ya machafuko kushindwa kudhibitiwa eneo zima la Kongo na serikali. Na hivyo, katika maeneo mengi ambayo yameshindwa kudhibitiwa na serikali, kumeendelewa kukumbwa na kukosekana kwa amani. Hasa eneo la mashariki na eneo la kati la Kongo. Eneo la mashariki mwa nchi hiyo ambalo ndilo lenye utajiri mkubwa wa madini limekuwa likidhibitiwa na makundi ya waasi ambayo mengine yanatokea katika mataifa jirani, hata si wazawa wa nchi ya Kongo. Makundi ya waasi ndani na nje ya demokrasia ya Kongo yamekuwa tishio kubwa kwa usalama wa raia katika sehemu za mashariki mwa taifa hilo ambalo limekuwa na migogoro na vita ya muda mrefu. Vurugu katika eneo lenye utajiri wa madini zimesababisha sheria za kijeshi na matamko ya hali ya kuzingirwa katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Makundi mengi yanayohusika na mauaji ya maelfu ya raia na kusababisha pia maelfu ya raia kuhama makazi yao yana asili ya kutokea katika nchi jirani, hasa Rwanda, Burundi na Uganda. Miongoni mwa makundi yenye vurugu zaidi ni kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Allied Democratic Force ADF, kundi lenye asili ya Uganda ambalo shughuli zake hufanywa chini ya mwamvuli wa kundi la Islamic State IS. ADF hapo awali ilijulikana kama kikosi cha Allied Democratic Force National Army for the Liberation of Uganda, ADF-NALU. Iliundwa kaskazini mwa Uganda miaka ya 1990 na maafisa wa zamani wa kijeshi watiifu kwa dikteta wa zamani Idi Amini, na ina wanachama wengi wa Kiislamu. ADF-NALU ilichukua silaha dhidi ya kiongozi wa muda mrefu wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, lakini ADF ilishindwa kwa jeshi la Uganda na kuondoshwa, kisha wakaamua kukimbilia katika eneo la Beni ambalo ni jimbo la Kivu kaskazini mwa nchi ya Kongo. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2001. Muungano wa majeshi ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa, MONUSCO, inakadiria kuwa kunaweza kuwako na wapiganaji zaidi ya 1000 wa ADF chini ya uongozi wa Musa Seka Baluku.
Uasi unaoendelea kule Kongo unatishia kutokomeza juhudi la jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na ujumbe wa Umoja wa Mataifa MONUSCO, juhudi za kuleta utulivu katika eneo la mashariki na inawezekana kusababisha mapigano ya kimadhehebu katika eneo hilo. Pamoja na uwepo wa makundi kadhaa ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa, kumekuwapo pia makundi zaidi ya 20 ya wapiganaji wenye silaha ambao wachunguzi wa mambo wanasema makundi hayo ni kivuli cha baadhi ya mataifa ya kigeni katika nchi ya Kongo ambayo yanalenga kunyonya utajiri wa Kongo kwa kuiba rasilimali za nchi ya Kongo. Kwa hivyo haya makundi zaidi ya 20 ya waasi na wapiganaji walioko kule Kongo ambao wanafanya vita na kuendeleza vita na kufanya Kongo isiwe na dalili kabisa ya kupata amani. Makundi haya yanatumika tu kama kivuli kuleta fujo ili mataifa ya kizungu kupata upenyo wa kuendelea kunyonya utajiri wa nchi ya Kongo. Utajiri niliokutajia kule mwanzo, utajiri mkubwa wa madini, utajiri mkubwa wa mafuta ambayo hata hayajaanza kuchimbwa, lakini pia utajiri mwingine wa wanyama, rasilimali za misitu na pia ardhi kubwa sana yenye rutuba. The Storybook. Ukwapuzi wa rasilimali za DRC Kongo unaofanywa na baadhi ya mataifa makubwa ulimwenguni kwa kivuli cha misaada na kadhalika unatajwa kama moja ya sababu inayofanya kutomalizika kwa vita baina ya waasi na serikali kule mashariki mwa nchi ya Kongo. Wachambuzi wa siasa za eneo la Maziwa Makuu wanatabiri kuwa hivi karibuni tutegemee, kutokana na mienendo ya makundi ya waasi wanaopatikana katika eneo hilo, kuna dalili ya kwamba kutaundwa ama kutazaliwa taifa jipya litakalotokana na ushirika wa makundi haya ya waasi. Hapo elewa vizuri, yaani eneo la mashariki mwa nchi ya Kongo ndilo eneo lenye utajiri mkubwa wa madini, na eneo hilo ndilo ambalo serikali ya nchi ya Kongo inashindwa kulimiliki, kwa maana huko ndiko walikojikita vile vikundi vyote 20 vya waasi na wapiganaji, ambavyo vikundi hivyo vya waasi na wapiganaji ni vikundi vinavyoonekana kutumika kama kivuli tu, lakini nyuma yake vinaendeshwa na mataifa ya kizungu ya kibepari. Kwa hivyo wanaleta fujo na eneo hilo kushindwa kutawalika, kisha wenyewe mataifa ya kizungu na kibepari yanapata nafasi ya kufanya unyonyaji na kuiba rasilimali za utajiri wa nchi ya Kongo. Hivi sasa kunaonekana dalili ya kwamba eneo hilo la mashariki mwa nchi ya Kongo litajitenga na kuunda taifa lake moja binafsi. Kwa akili za kawaida yawezekana mataifa haya ya kibepari sasa yameamua eneo hilo la mashariki mwa nchi ya Kongo walimiliki katika namna ya kuliunda kama taifa, kisha wapate upenyo wa kuendelea kuiba kwa wepesi zaidi. Wachambuzi wa siasa za eneo la Maziwa Makuu wanayataja makundi ya waasi wa Darfur wanaopatikana kusini magharibi mwa Sudan, waasi wa Lord's Resistance Army wanaopatikana magharibi mwa Uganda, waasi wa Seleka wanaopatikana kusini mwa nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, pamoja na makundi mengine yanayopatikana katika eneo la Kivu kaskazini mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio makundi ya waasi ama ya wapiganaji ambayo yanatumika zaidi kutibua hali ya amani ya nchi ya Kongo. Mapigano ya wenyewe kwa wenyewe katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi sasa yana miaka takriban 32, na mpaka hivi leo zaidi ya watu milioni 5 wanakadiriwa kuwa wameshauawa katika vita inayoendelea huko Kongo. The Storybook. Labda niwaambie jambo moja. Ili yaitwe maisha ni lazima yatimie. Na kutimia kwa maisha ni lazima yawepo mema, yawepo mabaya. Lazima wawepo binadamu wa kila aina, wenye roho nzuri, wenye roho mbaya, wenye uchu, wenye dhulma, wanyonge, wababe, wenye akili, wapole, wastaarabu, wenye chuki, wenye wivu. Wote kwa pamoja wakichanganyika ndio wanafanya maisha
yatimie. Kwa hivyo mkijiuliza ni kwa nini inakuwa hivi katika nchi ya Kongo, jibu ni kwamba katika hii dunia ama huu ulimwengu na maisha yanavyokwenda, ni lazima kuna mataifa yatatumbukia katika migogoro, vita ya wenyewe kwa wenyewe. Ni lazima itatokea kuna mataifa yatahitilafiana baina ya moja na lingine. Hapo ndio ukamilifu wa maisha unatimia. Lakini moja kati ya misemo ya maana sana niliwahi kuinukuu, na sikumbuki ni wapi, mtu mmoja alisema, kama ukitaka katika maisha kila kitu ujifunze kupitia maisha yako wewe mwenyewe, basi utakufa kesho tu. Kwa maana ukitaka kujua gonjwa fulani ni hatari kiasi gani, itakulazimu uumwe na ndio ujue ni hatari kiasi gani. Hautojikinga nalo na madhila mengine yoyote yale ya dunia. Ila kwa mwenye busara hujifunza juu ya maisha kwa kutazama kile anachokipitia mwingine. Kile nilichokisimulia kuhusu Rwanda na hiki nilichokisimulia kuihusu nchi ya Kongo, kile nilichowahi kusimulia kuhusu Muammar Gaddafi na nchi ya Libya, na kile ambacho tulikisimulia kuhusu Saddam Hussein wa Iraq, hivi vyote yafaa kuwa mafunzo kwako. Halafu kutokana na hayo mafunzo utakayoyapata hapo, tengeneza njia iliyo salama ambayo haitakupeleka kule ambako wameangukia wengine. Jina langu Jamal Mustafa, Jamal April Professor. The Storybook. Kama unataka kuwa na muonekano mzuri wa kupendeza kwa kuvaa suti, basi the best option for you, Suti Fashion walioko Kariakoo pale. Mawasiliano yao haya hapa kwenye screen. Lakini pia kwa wale ambao huwa wanataka kuvaa viatu original vya ngozi na kila aina, iwe raba ama kiatu gani kingine ambacho unakitaka, the best option for you, Abdi Shoes pia wanapatikana Kariakoo. Lakini pia kwa wanaume, muonekano wako huwa haukamiliki mpaka utakapokuwa na saa iliyokuwa original. The best option kwako ni duka la Arif Quality. Mawasiliano yao hayo hapo kwenye screen yako.